ya usimamizi wa bandari Tanzania, lango la biashara kitaifa na kimataifa, mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania. Kazi iendelee, kazi iendelee. Mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania, muhimili wa uchumi wa taifa, taifa letu, kiungo muhimu cha shughuli za usafiri na usafirishaji ndani na nje ya Tanzania, ni lango kuu la biashara kwa Tanzania na nchi jirani. Mtazamaji wa bandari zetu, imani yangu ni kwamba hali yako ni njema na umesherekea salama kabisa sikukuu ya Eid al-Fitri. Ulikuwa na siku ya faraja ama wiki nzuri, na tukiwa tunaelekea kwenye sikukuu nyingine sasa ya Pasaka. Kwa wale ndugu zetu wa Kristo, mwezi wa Kwaresma unaelekea ukingoni, lakini ndugu zetu Waislamu mwezi wa Ramadhani umeshafikia ukingoni, nikiamini kwamba yale ambayo umeyaishi kwenye kipindi cha mwezi wa Kwaresma na mwezi wa Ramadhani utaendelea nayo wewe mtazamaji wetu wa kipindi hiki cha bandari zetu, maisha yale yale ya kumtukuza zaidi Mwenyezi Mungu. Hujambo na karibu katika kipindi hiki cha bandari zetu. Kwa niaba ya kurugenzi ya masoko na uhusiano wa TPA, jina langu ni Enoch Buigane. Leo kwenye bandari zetu tunatazama swala pana zaidi la umuhimu wa uwekezaji katika bandari. Nini umuhimu wa uwekezaji katika bandari? Leo ndio mada ambayo iko mezani kwenye kipindi hiki cha bandari zetu. Tafadhali uwe nami hadi tamati ya kipindi hiki. Na mtazamaji, kama nilivyokugusia kwenye utambulisho wa kipindi, serikali ya Tanzania inaendelea kufanya maboresho makubwa na uwekezaji mkubwa kwenye miradi ya bandari. Miradi ambayo inahusisha maboresho, upanuzi na ujenzi wa bandari zenyewe nchi nzima. Kwa rekodi za karibuni, kwa miaka ya karibuni hii, kumekuwa na miradi zaidi ya 22 ya bandari, ambapo trillions za fedha za Watanzania zimewekwa huko kuimarisha sekta ya bandari. Fahamu fika mtazamaji kwamba bandari ni maisha. Bandari ni uchumi wa nchi. Bandari pia ni uchumi wa Mtanzania mmoja mmoja. Nasi kama Tanzania tuna kila sababu ya kujivunia kwamba tumependelewa na Mwenyezi Mungu. Tuna eneo la mwambao wa bahari wenye mtandao mpana nchi nzima, tukihudumia nchi nyingi za majirani zetu. Zaidi ya nchi 7 mpaka 8 tunazihudumia. Kwenye maboresho ya bandari, serikali za Tanzania zote zilizopita zimefanya kazi kubwa, hususan serikali ya awamu ya 6 ikijikita zaidi kwenye kuimarisha sekta ya bandari. Tarehe 2 ya mwezi wa pili mwaka huu 2026, pale mjini Dodoma, Waziri wa Uchukuzi Mheshimiwa Profesa Makame Mnyambarawa alizungumza na wanahabari na hakusita kugusia juu ya kazi kubwa iliyofanywa na serikali kwenye kuimarisha sekta ya bandari. Alizungumza kuelekea kwenye siku 100 za utawala wa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwenye awamu yake ya pili, serikali yake ya awamu ya 6. Na aligusia mipango na mikakati ya kuimarisha bandari kwa kuanzia bandari ya Dar es Salaam na bandari nyinginezo. Kwa kuanza kipindi, tumsikilize Mheshimiwa Waziri Profesa Makame Mbarawa. Kwanza kabisa, wizara imekamilisha taratibu za kuanza upanuzi wa bandari ya Dar es Salaam yenye lengo la kujenga magati 10 pamoja na matenki 15 mafuta yenye uwezo wa kuhifadhi mita za ujazo 340,000. Ujenzi wa magati mawili ya awali yenye urefu wa mita 500 unaendelea, ambapo utaharimu shilingi bilioni 544.226 na umefikia 8.2%. Kwa upande wa ujenzi wa matenki 15 ambapo utekelezaji wake unaharimu shilingi bilioni 678.64 unaendelea kutekelezwa kwa mafanikio makubwa, ambapo mpaka sasa hivi utekelezaji wake umefikia 35%. Uboreshaji huu utaongeza uwezo wa bandari ya Dar es Salaam kuhudumia shehena hadi milioni 50 kwa mwaka ndani ya kipindi kifupi kijacho, kutoka takriban tani milioni 32 za sasa. Pili, kuanza kwa maandalizi ya ujenzi wa bandari kubwa na ya kisasa ya Bagamoyo.
Awamu ya kwanza ya mradi huu itahusisha ujenzi wa gati moja lenye urefu wa kilomita 1.32 kwa ajili ya kuhudumia meli kubwa za kisasa, yani Mega Max Ships. Bandari hii ni ya kimkakati katika kupunguza msongamano wa bandari ya Dar es Salaam na kuifanya Tanzania kuwa kitovu cha usafirishaji wa baharini katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki. La tatu lilofanyika katika hatua nyingine za kuendeleza huduma za bandari nchini, serikali imeanza utekelezaji wa mradi wa Kurasini Logistic Terminal unaolenga kupunguza msongamano wa shehena katika bandari ya Dar es Salaam na kuongeza miundombinu muhimu ya kuhudumia shehena inayoharibika haraka. Mradi huu utahusisha ujenzi wa kituo cha kisasa cha kuhifadhia makasha kwa muda katika eneo la mita za mraba 210,000 lenye uwezo wa kuhifadhi makasha 700,000. Kwa sasa awamu ya kwanza ujenzi katika eneo la mita 81,000 unaendelea vizuri. Jambo la nne ambalo lilifanyika, wizara imekamilisha maboresho ya bandari ya Kemondo na Bukoba katika ziwa Victoria kwa gharama ya shilingi bilioni 39.883. Aidha, serikali kupitia TPA inaendelea na maboresho ya bandari ya Mwanza North kwa gharama ya shilingi bilioni 18.606 na maboresho hayo yatakamilika mwezi Machi mwaka huu. Bandari hizi zinatarajiwa kuwa vitovu muhimu vya usafirishaji kati ya Bukoba, Mwanza na bandari za Uganda. Hatua hii itaongeza biashara ya kikanda na kupunguza gharama za usafiri kwa njia ya maji. Naam, ni kauli ambayo ilitolewa mapema mwezi wa pili mwaka huu. Lakini hivi karibuni, siku 2-3 kabla ya sikukuu, tulipata bahati bandari zetu kuzungumza na mkurugenzi wa bandari ya Dar es Salaam, Bwana Abeid Galus Abeid. Akagusia dhima nzima ya uwekezaji katika bandari. Matunda yake ni yapi? Faida ni zipi ambazo bandari ya Dar es Salaam inajivunia nazo? Hivi unafahamu kwamba licha la ongezeko la mapato, lakini pia kiwango cha shehena katika bandari ya Dar tunakaribia kufikia tani milioni 40. Sasa hivi tunacheza kwenye tani milioni 32. Makadirio ama projection ya TPA ni kufikia kuhudumia tani milioni takribani 50 ifikapo mwaka 2028 na kufikia tani milioni 62 ifikapo mwaka 2030. Hapa tunazungumzia miaka takribani 4 kutoka sasa. Kutokana na uwekezaji huu tumeshuhudia TRA ilikusanya zaidi ya trilioni 12 ndani ya mwaka uliopita, ikionyesha kwamba ni ongezeko katika ukusanyaji wa mapato ya kikodi katika bandari, na hii ni 40% ya pato lote ambalo linakusanywa na TRA. Lakini vile vile mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania kwa sasa tunakusanya tozo ya wafeji, tumeona likiongezeka muda mpaka muda, lakini vile vile gharama za uendeshaji. Kinachotokea sasa hivi ni kwamba tunakusanya mapato mengi lakini kwa gharama ndogo. Tofauti na hapo awali wakati tunaendesha sisi wenyewe, almost mapato yote tuliokuwa tunayakusanya yalikuwa yanaenda kwenye gharama za uendeshaji. Lakini sasa hivi ndio maana tuna uwezo wa kutoa gawio kwa serikali kutokana na kwamba kazi nyingi zinafanywa na terminal operators, private operator, na sisi tunakusanya wafeji lakini kwa gharama ndogo sana, tofauti na ilivyokuwa hapo awali. Na kutokana na hili tumeweza kupunguza gharama za uendeshaji kwa 58% kulinganisha na hapo awali. Kama tunavyojua, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imekuwa ikisimamia vizuri sekta hii ya uwekezaji, lakini vile vile kuweka mazingira mazuri kwa wawekezaji wetu. Sisi kama mamlaka ya usimamizi wa bandari ya Tanzania ambao tumepewa jukumu la kusimamia sekta hii, tuko pamoja na serikali
na tutaendelea kutekeleza maelekezo yote ya serikali kuhusiana na uwekezaji. Na kutokana na hili tutaendelea kuwasimamia vizuri wawekezaji ambao wapo katika bandari yetu ili waweze kuleta matokeo chanya, lakini vile vile kuendelea kutengeneza mazingira mazuri kwa wawekezaji wote ambao wanahitaji kuwekeza katika sekta hii ya bandari ili waweze kuvutiwa kuja kuwekeza katika sekta hii na kuleta tija kwa taifa letu kwa ujumla, kwa sababu tunajua sekta ya bandari ni sekta kubwa katika usafirishaji, na ndio maana tunasema bandari ni lango kuu la uchumi, kwa maana unapokuwa na bandari usafirishaji ndani ya nchi, lakini vile vile kwa mizigo inayoenda nje ya nchi unarahisishwa kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo sisi kama mamlaka ya usimamizi wa bandari tuna jukumu hilo, kutengeneza mazingira mazuri kwa wawekezaji wote ambao watahitaji kujiwekeza katika sekta hii ya bandari, wafike katika mamlaka ya bandari, na sisi tutawasaidia namna gani ya kufanya biashara za kibandari katika mazingira mazuri. Ala, mwisho tunapenda kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa maelekezo anayoendelea kutupa katika sekta hii ya bandari, lakini vile vile tunapenda kumwahidi kwamba sisi kama mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania tutaendelea kuboresha utendaji wa bandari kwa maana ya kusimamia wawekezaji, lakini vile vile sisi wenyewe kutafuta fursa mpya ambazo zitasababishia nchi yetu kupata mapato zaidi yanayotokana na shughuli hizi za kibandari. Kipekee tumemwalika mdau mmojawapo wa bandari. Huyu ni afisa mtendaji mkuu wa kampuni ya SAS Logistics, moja kati ya wadau wakubwa ambao wanatoa huduma katika bandari ya Dar es Salaam na bandari ya Tanga, Bwana Salim Abu Said. Tunazungumza naye mengi hapa kuhusiana na umuhimu wa kuimarisha sekta ya bandari. Nini matunda yake? Kumbuka yeye pia ni mnufaika katika maboresho makubwa ambayo serikali inayafanya kwenye bandari zetu. Salim, karibu sana kwenye kipindi cha bandari zetu. Asante sana bwana. Nikutakia Eid Mubarak kwa mkono. Nasema kwa kweli ulivyosema mnufaika mkubwa. Ndio. Kwa kweli mwanzo kabisa naomba nitoe shukrani kwa mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na Profesa Mbarawa na DG Mbosa. Kwa kweli masuala ya bandari hayana mfano. Mambo yanayofanyika ni makubwa sana. In fact, nimefikia, yani tunaweza tukasema kwa uchumi wa Tanzania sasa hivi unaendeshwa na bandari. Mapato, tunasema leo tunajivunia mapato yetu yazidi kwa makubwa. But the reality is bandari ndio inaleta mapato. TRA collection is through the ports. Na kitu walichokifanya wao kwenye kuaim kwenye hizi port expansions au port extensions ndio pekee kitu ambacho kitasaidia Mtanzania kupunguziwa cost, kwa sababu leo hii narudia tena mfano tu mafuta sasa hivi tuko kwenye crisis ulimwengu mzima, lakini ile crisis ya kupatikana kwa bei ya mafuta yakiwa ghali, alafu ije ifike bandarini hapa kwetu, tuwe sasa ile meli tunaisubirisha hapa kwenye kushusha ule mzigo au mzigo wa kawaida tu dry cargo, mfano chakula au nini, inakaa pale ule mzigo ukikaa kwa siku nyingi tunapigwa zile standing charges. Ile pesa sio kama analipa yule anaingiza, ile pesa indirect tu anakuja kuilipa anayekuja kutumia, kwa sababu utafanya calculations zako, utasema safari hii kitu hichi nitakipandisha bei kwa hichi hapa. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu port zetu zikiwa haziko kwenye efficiency, so bei pia zitazidi kuongezeka. Yani yule mtumiaji wa mwisho atalipa, anaenda kuathirika. Lakini sisi kwa sasa hivi tulikuwa tunasema ukiwa bado uko kule, tunabaki tu kusema kwa anayeathirika ni yule aliyeagizia. Lakini the reality ataathirika ni mtu alikuwa chini. So serikali ya mama nadhani hilo amelitolea macho. Mama ni mchumi. She's known for that. So she knows what to reduce the cost kwa Tanzania. So nadhani mama, Profesa Mbarawa pamoja na Mbosa wamekaa chini wakalionea hili. Na in fact to a point where ukitizama
sehemu nyingi sasa hivi tayari ishaanza kuathirika kwenye masuala ya mafuta. Tanzania bado tuko salama, na ikitokea tumeathirika kwenye bei zimezidi kupandishwa nini, tutalikubali kwa sababu wenzetu wote tayari ishakuwa hiti. Juzi ilikuwa tunaongea na wenzetu, kuna wengine sasa hivi mafuta hamna. Australia mafuta sasa hivi hamna. Ukitizama Marekani vituo vingi tu unaenda viko dry tayari, na wao ndo watu walikuwa kwa planning. Tumejitahidi kwenye kuplan futures, so hata hili wanavyofanya wao kwenye kuplan future ya ports, I'm pretty sure we're in good hands. Tuko kwenye mikono mizuri. So mimi au sisi SAS Logistics tuko zaidi kwenye kutumia bandari in a sense kwa mizigo mingi ya kwetu sisi tunapitisha through bandari, maana yake tunasafirisha maelfu ya matani. So tulikuwa zamani tukitumia bandari ya Dar es Salaam, tukaalikwa kwenye ile PIC, Port Improvement Committee. Katika vitu ambavyo wakati ule alikuwepo DG Mbosa pamoja na Profesa Mbarawa, walitushauri kwa wale tunaweza tunaoleta meli nzima, yani chartered vessels, wakatuomba tujaribu kuzidivert kwa sababu ya kusaidia hapa bandari ya Dar es Salaam ipate ahueni ili tuweze kutumia bandari ya Tanga au Mtwara. Sisi opt kwa Mtwara kwa sababu kwa Tanga samani maki kote Tanzania, siwezi kupendelea sehemu moja, kote nyumbani. So opt kutumia bandari ya Tanga baada ya kuwa kulikuwa tayari kuna improvements. Wakati sisi tunaanza kutumia Tanga, kama sijakosea, kulikuwa na port manager mmoja alikuwa very aggressive, anaitwa I think Masud, kitu kama hivyo. Masud alitusaidia pale kwa sababu tulikuwa bado tuna wasiwasi, hasa wateja wetu walikuwa wana wasiwasi kwa sababu ilikuwa bado watu tukitumia na ile matishari badges, mabaji exactly. So maybe kilomita 1.7 unaacha container huko, na katika hawa wateja wetu wanasafirisha. Katika hawa wateja wetu kuna wengine walishia kupoteza makontena miaka nyuma, ilikuwa yakapotea, haikuweza kupatikana tena. So ikawa kuna ile uncertainty na tayari mtu ni mwoga. So kilichoendelea baada ya hapo tukaenda kule kupresent. Bahati nzuri alikuwepo huyu wakati ule huyu PM wa pale, na akajaribu kulielewesha lile, wateja wetu wakaridhika. Baada ya kuridhika, tukaanza kutumia bandari ya Tanga. Meli ikawa inakuja inafunga moja kwa moja, wakawa wameridhika. So no use of badges. Ile double handling hakuna. Wao ikawa zaidi ni ile risk factor, kwa mzigo ukija ukishuka pale, uje pale utengezwe kwenye kile paka pale uje ushuke tena huko. Double handling cost imekuwa outweighed na masuala ya safety, kwa sababu unaona wanapoteza mali zao. Ile Mungu akatusaidia, tukaanza kutumia ile bandari. Ile bandari tumeitumia mpaka imefikia kwenye wakati sasa hivi pia nayo tunavyoiona kuwa bado bandari ile inahitajika izidi kupanuka. Wateja wamekuwa ni wengi, hata kwa bandari ya Tanga, bandari ya Dar es Salaam, na naamini pia Mtwara, wateja wamekuwa ni wengi. Labda ni kurudisha nyuma kidogo tu, Bwana Enoch. Kuna kitu nadhani watu hawajaelewa ama watu hawajalitizama kwa ukubwa zaidi. Mimi napenda sana kufanya studies. So nilikuwa nafanya studies za Singapore. Singapore is an island. Kisiwa kidogo sana. Kama Zanzibar, kama Unguja. Asia huko. Kile kisiwa kina bath 56 sasa hivi. Magati kwa 56. Na mengine 62 au 63 yako kwenye process ya kujengwa. So unaongelea 122. Ndio mpango wao mzima. Lakini kile kisiwa kazi yake sio kulisha nchi yote iliyokuwa iko ndani. Maana wao wako kwenye kisiwa. Sio kwa wakiletwa pale alafu watapeleka Malaysia. Wao mzigo ukifika pale wao wamefocus kwenye transshipment. Ukitizama ile span kutoka huku Warabuni, Middle East. Mpaka ukishukulia mfano huku China, katikati ndio wao hapo. Sherio, wao wamewekwa katikati pale. So wanachokitumia kwa wao pale, wanatumia ile transshipment. Meli yako ikija ikitaka kwenda zako China, sio kinapi, ukija pale toa container ile heka kwa huyu, transshipment, tunaendelea maisha yazidi kusogea yakiwa yako mbele. Wanakusanya huku na kule. Lakini
sisi kama Watanzania, hizi bandari zetu, kumbuka, ndio zinalisha kama ulichokisema sasa hivi, nchi 7 au 8 zilizokuwa ziko landlocked. So hapo we can aim for 2. Kumbuka, ukitoka juu Egypt all the way mpaka South Africa, katikati ya Afrika ni sisi. We can become that hub of transshipment, la kwanza, like Singapore. Lakini ambacho hiki kimetulazimu, yani hichi, kwa sababu wajua, unasema kuna ule msemo unasema, mimi yani maumbile yangu yamenifanya niwe hivi. Maumbile sisi kwa, yani sehemu sisi tulikuwa tuko station imetulazimisha lazima tuwa support hizi nchi 7 au 8 ambazo hiyo haiwezekani sisi kuondoka. So we have to grow our ports. Mwanzo kabisa we have to grow our ports kwa kuzihudumia hizi nchi. Mtazamaji, ni Salim Abdulsaid. Huyu ni CEO, afisa mtendaji mkuu wa kampuni ya SAS Logistics Limited, ambao ni wadau wakubwa sana wa bandari. Nikujuze tu kitu kimoja muhimu, kama ndio kwanza unaungana nasi, kipindi Bandari Zetu, na tumeanza muda kidogo, tunaelekea tamati ya kipindi, lakini muhimu ni kukumbushe miradi mikubwa yote ambayo serikali inaifanya kupitia TPA kwenye kuimarisha bandari ni fedha za ndani. Makusanyo ambayo TPA inayakusanya kupitia miradi ya bandari ndio inapelekea kwenye hizi ada na tozo za bandari, inapelekea kwenye kuimarisha, kujenga miradi ya bandari. Umeona hapo aliongea Mheshimiwa Mbarawa hapo, mradi wa Laitaki bandari ya Dar es Salaam wenye thamani ya zaidi ya bilioni 500 ushafikia 8%. Kazi kubwa inafanyika pale. Mradi wa zaidi ya bilioni 670 na kitu 74.6 pale Tank Farm Kigamboni, na wenyewe pia ni fedha za ndani. Gati 10 mpya bandari ya Dar, fedha za ndani. Bandari mpya Bagamoyo, fedha za ndani. Bandari za kule Mwanza Kaskazini, bandari ya Kemondo, Mbamba Bay, kote ni fedha za ndani. Hii ni kazi ambayo inafanywa na serikali ya awamu ya 6. Umuhimu wa kutumia fedha za ndani, maana ukiangalia hapo Sheikh Salim, hakuna mkopo. Tunaimarisha bandari zetu kwa fedha zetu wenyewe. We are dictating, wanasema kudictate, yani tunajiendesha wenyewe. Hatutaambiwa kitu gani tufanye tusifanye. Hii pesa, ile element ya interest, maana kuna interest baada ya mkopo wote, kila moja kutokurudishiwa, hata ile element ya interest serikali inaisave yenyewe, so inabaki humu ndani. That by itself it shows kuwa bandari tayari it's a built-in cow, inatoa hela. So we are already generating. The more we invest back, wasema plow back the profit, yani rudisha ulichokinini pale, utaweza kuchuma zaidi, utaweza ukilima zaidi, utaweza kuchuma zaidi. So peke yake kuonyesha kuwa tunatumia hela zetu wenyewe, inaashiria nini? Inaashiria kuwa we are on the right path. Kama tungekuwa hatuna pesa zetu wenyewe, nilikuwa namsikiza juzi wakati tunafungua ile hafla ya matenki kule Gabon, nikawa namsikia DG Mbosa katika vitu ambavyo mimi, yani it caught my attention. Akataja barabara kutoka Handeni mpaka Dumila hadi Singida, TPA ndio inajaribu kufund ile pale. Sasa hebu nikusaidie hilo kukulielewa tu. Hatufikirii tena kuhusu bandari, no. Tayari tunaanza kuifikiria sasa kwa ndani kuwa hata tukishazi enhance hizi barabara, hizi bandari, tutahitaji barabara. So we are removing all the bottlenecks ili jambo lipite moja kwa moja. Kwa hivyo serikali ikazie hapo. Ikazie na izidi, sio izidishe. Neno moja muhimu kwenye kamera pale, Bwana Salim. Zungumza na Watanzania wenzio, especially transporters na wadau wengine wa bandari. Kwa niaba yao leo upo kwenye kipindi cha Bandari Zetu. Nini dhima hasa wanapaswa kuunga mkono mikakati madhubuti ya serikali kwenye kuimarisha bandari? Wafikishie ujumbe, ongea nao. Kwenye mikakati ya kuenhance bandari, mimi kama transporter, na hopefully
wenzangu pia watanielewa kwenye hili. Improvement kwenye bandari, in short, ni maisha bora ya mbeleni kwa kila Mtanzania. Neno la kuhitimisha kutoka kwa CEO, afisa mtendaji mkuu wa SAS Logistics. Hawa ni wadau wakubwa wa bandari, wakitoa huduma zao ama wakitumia bandari kwenye kupitisha shehena wanayoagiza kupitia bandari ya Dar es Salaam na bandari ya Tanga. Kauli yake ya mwisho ni kwamba mikakati ya kuimarisha bandari ni mikakati endelevu. Kazi kubwa inayofanywa na serikali ya awamu ya 6 kupitia TPA ni kazi endelevu. Tunahitaji kuziimarisha bandari kila uchwao. Bandari ni maisha ya kila Mtanzania. Bandari ni uchumi. Ukirahisisha maisha ya Mtanzania, ndo neema inakuja kwa kila Mtanzania. Na kazi inayofanywa sio kazi ya sasa, ni kazi kwa kizazi cha sasa na kizazi kijacho. Nchi tulionayo ndio hii, imependelewa na kubarikiwa kwenye kila maeneo, lakini moja kati ya eneo muhimu ni eneo la bandari. Zaidi ya 40% ya mapato ya kiforodha ya TRA yanatoka bandarini. Tuna kila sababu ya kuunga mkono kazi kubwa inayofanywa kwenye kuimarisha sekta ya bandari. Leo kwenye bandari zetu tunakomea hapo. Kwa niaba ya kurugenzi ya masoko na uhusiano wa TPA, jina langu ni Enoch Bwigane. Leo tulikuwa Dar es Salaam tukiangalia umuhimu wa kuimarisha miradi ya maboresho ya bandari, ikihusisha maboresho yenyewe, upanuzi na ujenzi wa bandari zetu. Hadi wakati mwingine, mara nyingine, kwa heri katika bandari zetu. TPA kwa maendeleo Tanzania na nchi jirani. Asante Rais wetu Samia Suluhu kwa kutushika mkono TPA. Asante Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi, kazi isonge mbele, kazi iendelee. Mamlaka ya Usimamizi wa Bandari Tanzania, lango la biashara kitaifa na kimataifa. Mamlaka ya Usimamizi wa Bandari Tanzania, kazi iendelee, kazi iendelee.